Na mtazamaji, karibu hivi sasa tuende moja kwa moja katika mada ambayo ukiangalia jumbe nyingi wana Citizen wanatuma hapa kuhusiana na hii mada ya kwamba je, ni busara ama sio sawa kumweleza uliye naye kuhusiana na mahusiano yako ama mapenzi yako ya awali ama yale yaliyopita. Na wengi wanakataa, wanasema sio vizuri, wanasema kumkumbusha mpenzi mambo ya kale sio vizuri, hayo ni aliyopita. Huyu ni Eli kutoka Biruni. Lakini nategemea pia umezungumza kipi. Lakini kwa nini umzungumzie? Yategemea kipi? Hata kama ikawa ni nini, lazima kwa nini umzungumzie? Na Miriam, kama unatupata vizuri, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na mada yetu siku ya leo? Na kupata vizuri ni kwamba tuangalie katika hawa wanandoa, mke ama mume anazungumza kwa muktadha upi, yani ule uhusiano wake wa nyuma ama ambao wako ndani ya uchumba, anazungumzia uchumba mwingine kivipi. Nikisema muktadha na maanisha, inawezekana ukazungumza kwa mabaya na inawezekana ukazungumza kwa mema. Lakini je, utakapozungumza kwa mema, huyu atayapokeaje? Yani mfano labda nitoa, mtu anaweza akasema nilipokuwa na mume wangu wa zamani, yani saizi kashaninunulia nguo za sikukuu, sasa hivi kashaninunulia viatu. Fikiria huyu uliyekuwa naye, yeye ataipokea vipi? Inakwenda kumvunja moyo ambaye uliyekuwa naye. Lakini tunarudi katika muktadha mwingine, labda unaweza kuzungumza kwamba huyu uliyekuwa naye unaona kabisa kwamba anakufanyia yale yaliyokuwa mema, lakini ulipotoka ulikuwa hufanyiwi yaliyokuwa mema. Lakini je, huyu na yeye atayapokea vipi? Kwa sababu hapo inategemea na ukomavu wa akili kwa huyu mwanaume. Kwa sababu kuna mwingine wewe unaweza ukazungumza kwa kumpa sifa yeye kwa sababu anakujali, lakini sasa yeye akatumia huo udhaifu wako huku ulipotoka, akaamua akageuza ni fimbo ambayo ya kukutandika wewe kwa huo udhaifu wake. Nazungumzia yale mabaya yake, kwa sababu hata yeye huyu ambaye anayekufanyia mema, ukumbuke hata yeye hajakamilika. Nitolee mfano kwamba leo hii mtu anapofanyiwa mabaya na mpenzi wake, iwe mwanamke iwe mwanaume, anaweza akajifungia ndani akalia, lakini ipo siku huyu aliyelia akakutana na mwanaume ama mwanamke ambaye akamwambia nataka nikuoe, lakini kafika mahali kweli akaonesha ule upendo wake wa dhati, akamwambia ulikuwa wapi wakati kipindi nalizwa. Nafikiri huu ni wimbo kwamba ulikuwa wapi kipindi wakati mimi nalizwa, wakati mimi nanyanyaswa. Umeona Umeona kwamba ulikuwa wapi mimi kipindi nalizwa, kipindi naumizwa. Unaweza ukasema kwa mapenzi, lakini je, huyu unayemwambia amekomaa kiakili akaendelea kwamba wewe unapozungumza ni kama unakwenda kama umepika wali ni kuupalia mkaa, na kama kupalia mkaa, na kama vile unakwenda kujenga unakwenda kutengeneza ule uhusiano mzuri wewe na mume wako. Lakini je, huyu mwanaume yeye kama yeye ataendelea kuboresha yale mapenzi kwa ukomavu wake wa akili? Umeona? Na nimeona kabisa kwa sababu yeye kama yeye. Rashidi. Naam, nimekupata vizuri Mariam. Tukupata vizuri Mariam. Nanipata? Vizuri sana. Tukupata vizuri. Ala? Tukupata vizuri Mariam. Tunapata vizuri Miriam. Sasa yeye kama yeye sasa atapokea vipi wakati yale maneno unamwambia ulikuwa wapi kipindi naumizwa, ulikuwa wapi kipindi na nyanyaswa, kwenye hayo mapenzi ambayo mtu ulikuwa nayo. Sasa yeye inategemea yeye sasa na yeye atapokea vipi na atayatekeleza vipi hayo mapenzi yenu ili muweze kuyaboresha. Ila kuna kitu kimoja ambacho ningependa kukizungumzia vizuri. Kwa mwanamke ama mwanaume ambaye ulikuwa na safari yako nyingine ya uhusiano, ukaanzia safari yako nyingine ya uhusiano ukaingia kwenye ndoa, unapoona kabisa kwamba huyu niliyekuwa naye ananithamini, ananiheshimu, ananipenda, nafikiri tutembeze neno linaloitwa shukrani. Shukrani ama asante, kwa sababu unaitoa kutoka moyoni, na yule unayempatia inawezekana yeye kama yeye
alishawahi kuoa akaacha, akawahi kuoa akaacha, ikafika mahali hajawahi kuambiwa na mwanamke ama mwanaume neno linaloitwa shukrani ama neno linaloitwa asante. Lakini utakapoweza kueleza hayo mapungufu ya mwanaume mwingine, hayo mapungufu ya mwanamke mwingine, huyo atakayepokea awe na ule ukomavu wa akili wa kutumia ule udhaifu na kuweza kukutandika. Tunaona leo mwanaume anaumia kiasi kikubwa kwa sababu alipoonyeshwa kwamba mimi nakupenda, akatumia ule udhaifu wa kumdhalilisha yule mwanamke na mwanamke kuweza kumdhalilisha yule mwanaume. Na Rashid, kuna jumbe hapa mmoja amesema, na naona ni kitu ambacho labda kitazua mdahalo. Ni Abu Sufyan Sheikh kutoka Taveta. Anasema ni sawa kumweleza ili ajue kwamba kitambo ulikuwa na chombo. Unanielewa Kitambo ulikuwa na chombo, sasa uenda ka maintain na yeye ili wewe usirudi kwa wazamani. Na pia kuna mtu anasema ukimuona uliyemueleza ameshtuka na anazungumza yale ambayo sio, hana ukomavu. Lakini mwenye ukomavu atakaa na usikie, utulie na usonge na. Maana umemsikia pale Miriam amesema kwamba ukomavu ndio jambo la maana. Maana amekueleza kitu, angalia amekuambia kitu gani. Na faida ilikuwa gani? Kwa nini akuulize? Labda tuongee na Bimsafari. Bimsafari, kuna mmoja anasema, na kama mume ameoa mara 5 na anakuambia kwamba heri mwanamke wangu wa kwanza, mume huyu nastahili kukaa naye? Heri mke wangu wa kwanza. Mke wangu wa kwanza. Sikusikii vizuri Lulu. Na heri mke wa kwanza. Naam. Sikupati vizuri mwanangu. Naam, labda Rashid kirudi hapa ndani ya studio. Sijakupata mamilu. Anasema kwamba amepita vio 5. Sasa anakuambia heri yule mke wangu wa kwanza. Muulize kwa nini. Miriam, sijui kama unatupata. Muulize kwa nini, ana sababu zake, atakueleza. Na kupata vizuri kabisa. Anaposema heri mke wangu wa kwanza, kwa mwanamke mwenye utimamu wa akili lazima nijitafakari. Kwa nini kasema heri mke wake wa kwanza? Asante sana. Nitauliza alikuwa na nini na nini na nini, kwa sababu kama mke wake wa kwanza, wa pili, wa tatu, hata yeye ana mapungufu yake ambayo leo hii hata huyo mke wake wa kwanza aliamua kuondoka. Lakini upaswi kutumia hasira, unapaswa kutumia hekima na busara kujua kwa nini heri mke wake wa kwanza, na amemzungumzia kwa muktadha upi huyo mke wake wa kwanza. Miriam, kamzungumzia kwenye muktadha uliokuwa mzuri ama muktadha ambao ulikuwa mbaya kabisa. Na kama alimzungumzia kwenye muktadha mzuri, mimi lazima pia naye niambia, lazima nijitafakari kwamba leo hii anasema heri mke wake wa kwanza, mimi ni mbaya. Lakini anaposema heri mke wake wa kwanza kwenye muktadha wa ubaya, mimi sasa hivi mimi nitaonekana ni mwema, inabidi niendelee kuboresha yale mapenzi yangu kwa mume wangu. Lakini kama ni mabaya, lazima nijue namba 1 ni nini, namba 2 ni nini, namba 3 ni nini, namba 4 ni nini. Na hapo ndo hekima imewafikisha. Anachozungumza pale ni hekima. Rashid, hapo ndo hekima imewafikisha. Unajua mtu akikwambia heri ni hekima, yani hekima wachache sana. Kama ni heri yule, nenda kwa yule. Hapo kinachotakiwa ni hekima sana. Kwanza uelewa, pili ni hekima, ya tatu hekima itachukua busara. Ukisema ukurupuke, unaweza ukaharibu. Lazima nijue heri na kama anavyomaanisha Miriam kwamba mbali na urembo wa binti, mbali na msuko wa maisha yake, hekima ndio jambo la maana sana. Unachoambiwa ukikurupuka tu bila kuweza kujiuliza kwa nini nimeambiwa, hautapata na mimi nitakuuliza swali. Taratibu kwanza nimalize alafu na uchangie. Hautapata kujua kwa nini umeelezwa kitu fulani. Lakini ukipata muda wa kuweza kusikiza, utajua kwamba amezungumza kitu fulani, lakini ujumbe anaopisha ni ujumbe fulani. Tumia hekima yako. Ile jambo ima limekughasi ama limekufurahisha, tumia busara. Sasa ndo pale nauliza, wakati ukimwambia mke wako heri yule wa kwanza, ni busara ipi ambayo umetumia kumwambia mke wako heri yule wa kwanza? Na ni hekima ipi umetumia kumwambia mke wako wa halali heri yule wa kwanza? Hapo hakuna hekima wala kuna hekima, kwa sababu ukiulizwa, wajua viwili vinachaguliwa. Hekima Rashid, hekima haumwambii heri wa kwanza, hekima unamrekebisha lakini humtamki.
Hapo ndo kuna viwili. hekima. Sijui Miriam kama unakubaliana na mimi. Sasa pia utaki mimi nichangie uenda kwa Miriam moja. Na mimi naomba niiweke sawa. Inawezekana huyu mwanaume anaposema heri mke wangu wa kwanza, inawezekana mimi na yeye tulipishana kauli, tuligombana, ikawa hana hekima, majibu ambayo yalimwathiri, akasema heri mke wangu wa kwanza. Na inawezekana vile vile mimi nikawa si msikivu kwake, kila anachoniambia nakwambia kitu kimoja sitaki, cha pili sitaki, cha tatu sitaki, lakini bado naendelea kufanya kile kile. Sasa inawezekana mke wake wa kwanza alikuwa akimtii, na ndio maana akasema heri mke wangu wa kwanza. Na ndio maana lazima mimi nijue kwamba kwa nini kasema heri mke wake wa kwanza. Sasa hapo atakaponiambia mimi ndo nitajua kumbe mimi ni mkosefu, na ndio maana akamkumbuka ule mke wake wa kwanza. Mimi si rahisi kujua mapungufu yangu bila mume wangu kuniambia mimi na mimi kumwambia mume wangu, lakini ninamwambia kwenye wakati gani. Na ndio maana wakati mwingine unaweza neno likawa ni zuri, lakini umelizungumza kwenye wakati gani. Ndio hapo tunasema hakuna busara ambayo inaweza tumika kawaida. Sio? Ndo hapo tunasema hamna busara ambayo imetumika kumwambia mwenzako heri yule wa kwanza. Isiwe tu busara inaangaliwa kwa upande wa kinadada. Kama wako kwenye ugomvi na hasira, mtu unajua hasira, mtu anashindwa kujizuia, anatamka kitu chochote. Na ndio maana tunaambiwa unapokuwa na hasira, jaribu kujizuia. Na unapokuwa na furaha sana, jaribu pia kujizuia na kuzuia. Kwa sababu inawezekana mimi nilikuwa na mume wangu wa nyuma, yule mume wangu alikuwa akinitesa, lakini huyu mwanaume aliyekuwa naye ananionyesha mapenzi yote. Naweza nikasema yani yule mwanaume wangu wa kwanza hawezi kukuingia hata kidogo. Nimezungumza kwa furaha, ambayo furaha ile nimeshindwa kujizuia. Inawezekana nimenunuliwa gari, inawezekana nimejengiwa nyumba, inawezekana kila siku natolewa out, inawezekana nimelala kachukua shuka kanifunika. Lakini yule nilikuwa naye wa kwanza hakuwahi kunifunika shuka. Lakini pia inawezekana weekend hatupiki ndani, lakini aliyekuwa mara ya kwanza kila Jumatatu mpaka Jumapili napika, lakini huyu Jumamosi na Jumapili hatupiki. Kwa hiyo kwamba unaangalia ni namna gani unaweza ukawasilisha jambo kwa mwanaume ama kwa mwanamke. Na je, huyu mwanaume unaidili naye uelewa wake ukoje? Kwa sababu kila mwanadamu ana upeo wake wa uelewa. Unaweza ukamwambia kitu kizuri akakichukulia tofauti, na unaweza kumwambia kitu kibaya akakibeba kwa ubaya zaidi. Hiyo ndio kauli ambayo nimeipenda sana, kwamba kila mtu ana upeo wake tofauti. Unaweza kumwambia mtu kitu kizuri akakichukulia kwa ubaya. Na wengi wako hivyo. Anaambiwa kitu kizuri anakichukulia kwa ubaya, kwa sababu labda pengine yeye anaangalia tu upande mmoja wa ile hoja. Lakini kama una mtu huko nyumbani ambaye ulimwambia na akachukulia vibaya, basi tenga muda tu mwambie pole, ili atulie, maana sio wote ambao wanaopewa kuelewa kwamba unachomwambia na ni sawa, naweza kufuta historia. Hata kama uwezi kufuta historia, lakini geuza hii shilingi kwa upande wa pili. Huyu amesema kwamba heri ule mke wangu wa tano, mke wangu wa kwanza. Angalia, mke atasema heri yule mume wangu. Tutasubiri atakaposema, maana yake hajasema. Na endapo atasema, tutadili naye wakati. Tutasema kwamba pia yeye atumie busara. Wakati huo tutashuhudia nalo. Naam. Na mtazamaji, tunaarifiwa kwamba kidogo kulikuwa na mushkili. Na kama uliambiwa hivyo, basi umeombwa radhi. Wale mtazamaji, tunaomba radhi, kumekuwa na mushkil kiasi kuweza kuungana naye Bin Safari, mkitumai kwamba weekend ijayo tutakuwa naye vizuri, tukiwa na wakati mzuri zaidi kuzungumzia swala hili, manake naona hii mada ya leo huyu ameionea Viusasa siku hii ya leo. Uko sawa lakini? Umeionea Viusasa. Uko sawa lakini? Viusasa tunajipanga na Viusasa.